الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miaka mingi sana iliyopita, Qur'ani inatueleza hadithi ya bibi akiitwa Hanna binti Faqud. Bibi huyu ndio mama wa Bi Maryam, mama yake Nabii Isa, juu yao amani. Qur'ani inatueleza mama huyu muda ulivyokuwa unapita na hapati mtoto, akatamani kupata mtoto, akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampatie mtoto. Mwenyezi Mungu akakubali dua yake. Alipopata ujauzito, akasema maneno haya kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani inatueleza, akasema, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, e Mola wangu, mimi naweka nadhiri kwako wewe, kilicho katika tumbo langu kikitoka, akizaliwa mtoto huyu, awe ni mtumishi wa kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu. Alipojifungua akazaliwa mtoto mwanamke, hakukuwa na utaratibu wakati ule wa kujua kabla hajatoka tumboni kuwa ni mwanamke au mwanamume. Jambo hilo likamhuzunisha kidogo, kwa sababu kule alikotaka mtoto akawe mtumishi wa Mwenyezi Mungu, Baitul Maqdis, utaratibu wao ilikuwa wanachukua watoto wanaume tu. Mwenyezi Mungu anaeleza jambo hili kwamba kule kuhuzunika kwake hakuwa anajua kwamba wallahu a'lamu bima wada'at, Mwenyezi Mungu ndo mjuzi zaidi wa yule aliyemzaa kuwa atakuwaje huko mbele. Lakini yeye alipata tabu kidogo, japokuwa nadhiri yake ilitimia kwa mtoto huyu kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu na kupelekwa kule alikotaka. Qur'ani inatueleza, akaendelea bibi yule kwenye maneno yake, anasema na Mola wake, akasema, wa inni samaituha Maryam, na mimi mtoto huyu mwanamke nimempa jina na muita Maryam, ikiwa na maana ni mwenye kufanya ibada, mtumishi wa Mola wake. Kisha akasema, wa inni uidhuha bik, na mimi namlinda mtoto huyu kwako wewe, sio namuombea ulinzi yeye tu, wa dhurriyataha, na kizazi chake pia naombea ulinzi, mina shaitani rajim, kutokana na shaitani aliyelaaniwa. Mama mwenye busara anafanya haya kwa mtoto wake. Mama mwenye busara anaweka utaratibu mzuri wa kutakia kheri watoto wake. Kwa hiki alichokifanya, Mwenyezi Mungu anatuambia, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani, Mwenyezi Mungu akamkubalia dua yake, tena kubali lililo zuri. Wa ambataha nabatan hasana, na akamuotesha, kama mtoto huyu alikuwa ni mbegu, akamuotesha muotesho ulio mzuri. Mkulima anajua anapotaka mbegu yake itoe mche ulio mzuri wa sawasawa, anatakiwa kufanya nini. Zingatia vile vile, ndio Mwenyezi Mungu anatufundisha kupitia neno hilo, wa ambataha nabatan hasana,
lakini kisha wakafalaha Zakaria, akajaalia nabii Zakaria awe ndiyo mlezi wa mtoto huyu. Mama mwenye busara anafanya yaliyo mazuri kwa ajili ya watoto wake. Qur'ani inatueleza tukio hili ili sisi tujifunze, tujikague. Wale tunaowatengeneza binti zetu, tunawatengeneza kuja kuwa mama wenye busara, na kama huyu ni mama ajikague mwenyewe, anadhani yeye anaingia kwenye kundi la mama wenye busara. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika maelezo ya kisa hiki cha Bi Hanna, mama yake Bi Maryam, yako maeneo ya sisi kuzingatia na kujifunza. La kwanza ni kuwa mama mwenye busara alipojua kwamba sasa anatarajia kupata mtoto, alifanya nini? Lakini la pili, alipoona mtoto aliyemwekea nadhiri akamtumikie Mungu pahala ambako wanachukuliwa watoto wanaume tu, jambo lilimtikisa. Lakini Mwenyezi Mungu anasema, wallahu a'lamu bima wada'at. Huyo hakujua kwamba Mwenyezi Mungu ndo anajua zaidi kile ambacho yeye atakizaa, na hili linaendelea mpaka kumalizika kwa ulimwengu huu. Mtoto uliopewa anaweza asiwe vile ulivyokuwa unatarajia wewe. Wajibu wako ni kutekeleza mzazi anaotakiwa kufanya, mzazi mwenye busara. Atakuwaje kule mbele, itakuwa vipi? Wallahu a'lamu bima wada'at. Inawezekana ulitaka aende sana, aje kuwa profesa siku moja, aje kuwa daktari bingwa. Unakuwa disappointed, mbona hataki tena kuendelea? Wallahu a'lamu bima wada'at. Mwenyezi Mungu ndo anajua zaidi. Elekea kwa Mwenyezi Mungu, muachie yeye, tekeleza wajibu wako. La pili, alipozaliwa mtoto yule, mama mwenye busara anamwambia Mwenyezi Mungu, namlinda huyu kwako, sio yeye tu, na kizazi chake. Inawezekana ulipopata wewe mtoto hukukumbuka maneno haya, hujachelewa. Nafasi ya mzazi kumwombea kheri mwanawe haimaliziki. Nafasi ya mzazi kumpa nasaha mwanawe hakuna wakati inakoma. Mwenyezi Mungu akakubali maombi yale kwa kubali lililo zuri. Dua ya mzazi kwa mwanawe ikiwa ikhlasi ya sawa sawa, anaiomba kidhati, Mwenyezi Mungu anapokea. Na ndivyo alipotufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah, radhi za Mwenyezi Mungu, fi ridha alwalidain, ziko katika radhi za wazazi wawili. Ukimwombea mwanao kwa ikhlasi kisawa sawa,
Mwenyezi Mungu anapokea dua hiyo. Wa anbataha nabatan hasana, akamuotesha kama ni mbegu, uotaji na ukuaji ulio mzuri. Kwa sababu ya dua ile, Mwenyezi Mungu akasimamia mwongozo wa malezi ya Bi Maryam. Lakini mbele wakafalaha Zakaria, akajaalia mlezi wa Bi Maryam ni Nabii Zakaria, mtu mwema. Wewe nani analea mtoto wako? Na sio kulea pale nyumbani tu kwa sababu bado mdogo, kule ulikompeleka chuo ambacho kiko kwenye league table ndo number 1. Nani analea mtoto wako kule, mwenye sifa kama ya Nabii Zakaria? Wakati tukikumbuka mama mwema, mama mwenye busara, Mwenyezi Mungu pia akatuwekea mama mwingine mwenye busara, akiitwa Bi Amina binti Wahab, mama yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mwezi kama huu alimzaa mtoto wake, lakini baba wa mtoto huyu amefariki miezi miwili kabla yeye hajazaa mwanawe, akiitwa Abdullah. Mama huyu hakuyumba, hakutetereka. Mume wake amefariki, amemwachia ngamia 5 na mbuzi kiasi na mtumishi akiitwa Ummu Aiman. Hakukuwa na kingine. Alisimama vizuri kumlea mwanawe, hakukata tamaa, hakufanya yasiyofaa. Lau kwa sababu yoyote iwayo ambayo leo wanawake hutumia sababu hizo, Bi Amina angeamua kuterminate ujauzito wake, angalia tungepoteza nini katika ulimwengu. Mama mwenye busara alisimama kisawasawa mpaka umri wa miaka 6 wa mwanawe, mama huyu anafariki. Mtoto analelewa na babu yake Abdul Muttalib. Nani amemlea mtoto huyu? Angalia sifa zake, alafu na wewe ujiulize, wa kwako umempa nani anamlea? Baada ya miaka 2 anafariki babu huyu, mtoto analelewa na ammi yake Abu Talib. Nani anamlea mwanao? Na anazo sifa za Nabii Zakaria, anazo sifa za Abdul Muttalib. Au wako baadhi ya watu, au ziko baadhi ya sehemu, ukipeleka mwanao akalelewe kwa sababu yoyote iwayo, elimu au chochote kile, anakuwa si mwanao tena, zaidi ya kubeba jina lako tu kwamba ni fulani bin fulani au binti fulani. Nani anamlea mwanao? Kwa mazingatio haya, wakafalaha Zakaria, kwenye kujibu dua ya mama yule mwenye busara, Mwenyezi Mungu akajaalia mlezi wa Bi Maryam ni Nabii Zakaria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، خصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك وعمي وستائه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على
ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'una. Aqimis salah.